uweko tayari wewe kuitumikia dini hii kwa mali yako na kwa nafsi zako, na kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Na in tansurullaha yansurkum, mkimnusuru Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atawanusuru. Kitu cha kwanza Muislamu huwa akifikiria ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kama mwanzilishi wa msikiti huu, amekuja hapa, huku ni shamba, hakuna nyumba hata moja. Alipewa hii shamba, haina mbele haina nyuma, lakini kitu cha kwanza akajenga msikiti wa Makanda na akajenga taasisi hii mwaka 1901. Hapo kulikuwa hakuna nchi yaitwa Kenya, kulikuwa hakuna kitu chaitwa Kenya, na ilikuweko misikiti kabla ya hapo, na misikiti ikiendeshwa kwa nidhamu ya kisawa sawa. Na msikiti huu ni mfano wa msikiti ambao kwamba iliwekwa nidhamu na mwenye kuitoa hii ni chamba, kwamba itaendeshwa vipi. Ile trust yenyewe iliyoko mpaka chuo kikuu walipokuwa wafanya bahthi juu ya trustship, walitukua mfano wa trustship ya msikiti huu. Hii ni kufahamisha kwamba misikiti ina nidhamu zake kutoka enzi. Kuna misikiti ya mbali zaidi, na yote ilikuwa na nidhamu kamili. Leo kwa bahati mbaya imekuwa kuna mswada wataka kwenda bunge, lakini hauwezi kwenda bunge mpaka upite kwa wananchi sehemu zote, kwamba kuna mswada wa kidini ambao kwamba umetengenezwa. Na hii ilitokea baada ya matokeo yaliyotokea ya Shakahola Kilifi. Kuna padhiri mmoja ambaye kwamba alifanya mambo ya kuhujumu watu, kuhujumu mali za watu, kuwadanganya watu na kutukua mali ya watu kwa kutumia dini. Sasa imekuwa ati lazima kufanywe mswada, yale makanisa na misikiti yaendeshwe, kuwe na nidhamu ya kuendesha. Kwanza lau wakatoka watu wakenda kotini sasa hivi, hii itaanguka, kwa sababu katiba ya Kenya si katiba ya kidini. Huwaje mukaleta mswada wa kidini ndani ya bunge? Huo mswada wenyewe umekwenda kinyume na katiba. Katiba ya nchi ya Kenya
ni katiba yaitwa secular law. Ni katiba ambayo kwamba haina mrengo wowote wa kidini, si wa Kikristo, si wa Kiislamu. Kwa hivyo kuzungumzwa mswada ambao utakwenda ndani ya bunge ni makosa. Sisi kama Supreme Council twaiambia serikali kwamba tutakwenda mpaka kotini kuchallenge mswada ule. Kwanza kuzungumzwa tu, kisha katika katiba ya Kenya kuna kifungu ya kwamba dini zote zitakuwa na uhuru wa kuabudu. Kusiendelewe kwa kuwa ati tutafanya mpango wa kuwa na watu wasajili misikiti yao. Misikiti haisajiliwi. Wenye kusajili misikiti ni wale watu ambao kwamba wao wenyewe ardhi ni yao, wao wenyewe ni watu ambao kwamba wameridhishwa na wenye ardhi. Hakuna masala ya jopo la watu wakaketi wakaendesha na kujaribu kuendesha misikiti. Misikiti hakuna cha members. Hatutofanya kama dini nyingine kwamba ati kila mtu ajisajili kwamba yeye ni mtu wa msikiti huu. Msikiti ni kila mtu aingia. Ikiwa msikiti wa Maka, sawaun al-akifu fihi wal bad, ni sawa kwa yule aliyoko kule na aliyoko nje. Kwa hivyo na misikiti yote mtu aweza kuingia msikitini akafanya ibada zake, na watu hawezi kutaradhiliwa. Mujarabu wa kusajiliwa, kutakuwa na registrar. Yule atakayesajili ndiye atakayetagua imamu. Hatuwezi kutaguliwa imamu na asiyekuwa Muislamu. Hata Muislamu hawezi kutoka Muislamu atoka ibara huko atuambie imamu wenu sasa ni fulani. Tunazo mbinu zetu wenyewe. Tumeambiwa sisi wenyewe tutague. Falia umma aqra'ukum au falia umma afqahukum, kwa minendo yenu wenyewe. Kwataka kuundwa tume kwamba kila msikiti utakuwa na kamati ya kuendesha ile misikiti. Mara utasikia msikiti fulani umefungwa au kumetolewa imamu. Haiwezekani. Twasema Waislamu wana taasisi zao kabla nyinyi kutaka kujua kwamba kuna taasisi. Sisi tuna misikiti miaka 1000 leo na yaendeshwa wenyewe, na kusitiwe tamaa ya kuwa ati msikiti ukisajiliwa mutapata ufadhili. Miaka yote misikiti haikupata ufadhili, itapata sasa? Hizi ni ndia za kushawishi watu. Hizi ni ndia za kuweza kutamalakiwa.
kimila na kidini. Sisi ni watu tumeinukia na mila zetu. Sisi ni watu tumeinukia na dini. Kabla watu wowote hawayakuwa na dini, wengine walikuwa wakenda tupu. Kwa hivyo twaiambia serikali na twawaambia wahusika kwa niaba ya taasisi ya riadha, kwa niaba ya taasisi ya Supreme Council, hatutakubali kitu kama hicho cha kuasisiwa, kitu ambacho kwamba hakina kitwa, hakina maguu. Twaiambia waiondoe fikra hii. Misikiti kwetu ni kitu muhimu sana. Uislamu kitu cha kwanza huwa kifikiria msikiti. Ndio Mwenyezi Mungu asema, inna awwala baitin udhi'a linnasi lalladhi bibakkata mubarakan. Inna awwala baitin, nyumba ya kwanza aliomba Mungu ni msikiti. Udhi'a linnasi, imejengewa watu. Ikiwa kitu kimejengewa watu, ni kwa kuwa kile kitu kimejengwa kabla ya watu hawayaya. Kisha Ibrahimu alipoinua ile, akaiomba kwamba wajani muqima salati, ijalie hapa mahali kusimamishwe swala. Akatuombea na sisi, wa min dhurriyati, na sisi ndio katika kila swala wewe utamtolea salamu, assalamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kisha utamwambia salamu alayna wa ala ali Ibrahima, kwa kuwa yeye ndio alioshiria akaomba katika watu wake waje wasimamishe swala. Kitu cha kwanza ikawa ni swala, kitu cha kwanza ikawa ni msikiti. Mtume aliposikilia Madina, kabla hayasikilia Madina, yuko Kuba, Waislamu wamejenga msikiti. Kina Ammar bin Yasir wamejenga msikiti, wako Kuba. Kisha na alipokuja Mtume akiingia Madina, akanunua yeye ardhi, akajenga msikiti. Hakujenga nyumba yake ya kulala, alijenga msikiti. Na kila mtu na kila nyumba hufanya namna hiyo. Ndio ukaona misikiti ni mingi sana, kwa sababu kila mtu hamu yake ni kujenga msikiti. Na msikiti, Mwenyezi Mungu mambana baitan, mwenye kujenga nyumba, Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba peponi. Na msikiti yataka kuamirishwa, innama yaamuru masajid Allah, hakika si lingine wenye kuamirisha misikiti ya Mwenyezi Mungu ni man amana billahi, ni mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu. Ikiwa humwamini Mwenyezi Mungu, hata huamirishi misikiti, wala huo ni utungu kwa jambo lolote la msikiti. Leo dola za nje zimeleta fikra namna hii ya kujaribu kutaka kutamallaki misikiti.
wataka kutumia njia ambayo kwamba yaonekana ni njia ya sawa, lakini si ya sawa. Kama kijana ukatukua mpira ukauvisha karatasi, kalama ni jiwe, ule kijana akiona ule mpira utaka kuupiga, akiupiga umia guu lake. Ndio watu wa sasa hukutukulia sharia hivi, wakakupangia wewe, ukaona umezie kusikilia ni mambo mazuri. Tutakuwa na watu wataangalia ile misikiti, kutakuwa na kamati, kutakuwa na mkuu wa kamati, kisha kuwa na matatizo yoyote ile misikiti. Maanake kitu cha kwanza mtu ni ile tamaa ya kitu. Kwa hivyo hatutoruka chomo tukenda tukapambana na mwamba kule tini. Ndia mzuri ni kufuata wazee wetu walivyokuwa. Tusiwe na tamaa ya kusajili misikiti, ya kuingia 100% tu. Hujui, saa nyingine wenda kwenye maandamano wewe ukapoa bango ukabeba, hujui umebeba nini. Na ndio ulimwengu wa sasa kwa kuhadaana. Yajulikana kwenye katiba hii ni katiba ambayo kwamba hairuhusu mambo ya kidini. Vipi mwatuletea mambo ambayo kwamba yataambatana na dini? Katiba yenyewe ni secular katiba. Vipi mwataka sisi tuje tuseme na tuandike tukubali walallalina tunene amina? Lazima watu watakuja paka Lamu. Nafikiri itakuwa ni Jumaa Alhamisi au Juma au Jumatatu yao. Watakuya kutaka maoni yenu. Maoni ya watu yawe ni moja kwa moja, hatuitaki wala hakuna kujadiliana. Sisi hatutaki mtu asiyekuwa sisi au yule atakayekuwa sisi ametumiwa na wao kuja kututia kwenye janga la kuwapa mambo yetu. Hatutaki vyama vovote, ikiwemo Supreme Council. Tumeambia hatutaki jukumu la kuwa ati sisi mutupe sisi majukumu ya kuangalia misikiti. La, misikiti ina wenyewe, na kila msikiti ina wenyewe. Na ikiwa kuna shida yoyote imetokea, ziko sharia ambazo kwamba za kinchi ambazo kwamba zaweza kutukuliwa juu ya yule mtu. Kama Makenzi wa Shakahola, ilikuwa ni kitu cha rahisi. Makenzi ameonekana amedanganya watu, ziko sharia za kutukuliwa kotini, amedanganya watu. Na hata ikiwa ni imamu amefanya makosa, ziko sharia. Kuna sharia za ugaidi ambazo kwamba ziko, lau kama mtu ni gaidi atukuliwa pelekwa kotini. Haijahusu kuambatisha na misikiti. Misikiti ni kitu ambacho kwamba ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mtu hawezi kutukua msikiti akauweka sura takavo. Hawa wataka kutukua misikiti waifanye kama unga.
Unga mara utaufanya ni kaimati, unga hono mara utafanya ni mahamri, ni chapati. Msikiti haifanywi namna hiyo. Msikiti ni sacred house, ni nyumba takatifu ya Mwenyezi Mungu. Hakuna cha kulinganiwa chochote, fala tad'u ma Allahi ahadan. Hakuna kulingania chochote isipokuwa ni Mwenyezi Mungu. Isifanye misikiti ndiyo taa ya kuombea, au mkatupa tamaa ya kuwa mkisa kujisajili tutawapa kitu. Fama atani Allahu khairum mimma ataku, alichonipa Mungu ni bora. Nabii Suleimani alipompelekea Suleimani Balkisi barua, Balkisi akawaita watu wake, akawaambia, bwana, inni ursila ilayhi inni mursilatun ilayhim bihadia, mimi nimetewa hadia hapa. Basi Suleimani akiangalia, kwanza aliwaambia watu, inni ulqiya ilayya kitabun karim, nimetewa kitabu kitakatifu. Wa innahu min Suleimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim, yatoka kwa Suleimani na imeandikwa, imeanza na bismillahir rahmanir rahim. Wale wakamwambia, wewe una uwezo, wewe una nguvu. Balkisi alikuwa hodari, akaona dawa ni kumpekea zawadi. Mwambie, inni mursilatun ilayya, nitampelekea zawadi, mpelekea bahasha. Akikubali bahasha, utajua kwamba huyu ni khubzi yadi. Suleiman alipotoa, fama atani Allahu khairum mimma atakum, alichonipa Mungu ni bora kuliko mtakachonipa nyinyi. Kwa hivyo na sisi tuseme vile vile. Tumeketi na umaskini wetu siku zote, hatutokuja sasa kuja kuambia tutapata kitu katika kuendesha maisha yetu kwa kupitia msikiti. Misikiti ibakie vile vile na heshima yake iwe ni vile vile. Hatutaki registrar aje awe yeye ndiye mfawidhi wa misikiti yetu. Mujarabu, mkijaribu kwa kumpelekea tewa mdomoni, atakumiza wewe na uchompekee yeye. Kwa hivyo kutoka mwanzo sisi iwe ni misimamo yetu, ni sisi tutaendesha misikiti yetu kwa umasikini wetu wenyewe. Katika misikiti ni watu hutoa, hawapowi. Katika Uislamu hakuna kutoa, hakuna kupoa. Wewe ni kutoa tu. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Usiwe katika dictionary yako wewe kupokea wewe tu, iwe ni kutoa. Ndio ukaona kwenye misikiti utaona watu wa kupoa wako wengi. Kwenye makanisa huoni maskini kwamba hutoa upoa, wao huetea wale mapadhiri tu. Inna kathiran min al-ahbari war-ruhbani la yakuluna amwala an-nasi bil batil. Katika
Waislamu hakuna masala ya kushika, ni kutoa. Na watu wamejenga misikiti kwa umasikini. Ndani ya Amu misikiti yote iliyojengwa imejengwa na watu maskini, imejengwa na watu ambayo kwamba hawana chochote, lakini ni imani, ni quwwatul iman. Tusiuze imani yetu kwa kuuza misikiti yetu na kwa kuuza dini yetu. Kwa haya machache na watanabahisha kwamba hii ni bili mswada ambao kwamba uko ndiani uyao, ni watu waikatae kikamilifu. Uislamu si mambo ya kutukua utakalo ukaliata utakalo. Udkhulu fi silmi kafa, in totality kabisa, kuingia kwenye Uislamu. Na kuutetea Uislamu ni kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu, na dini ya Mwenyezi Mungu hutetewa kwanza huwa ni msikiti. Tusikubali kwamba misikiti iwe itakuwa regulated, itaendeshwa na wasiokuwa watu wa misikiti. Wa bihadha, wassalamu alaikum wal afu minkum.